kuelekea Morocco kwenye finali ya kwanza dhidi ya RS Berkane. Kwanza mood ikoje mpaka hivi tunapozungumza? Tunayo furaha kubwa sana. Tulianza safari yetu ya michuano ya kimataifa na leo tunakwenda safari yetu ya mwisho ya michuano ya kimataifa, ikiwa ni mwisho wa mashindano yenyewe, kwa maana hatujaishia njiani kama ambavyo waliishia wengine. Mwisho wa mashindano ndio mwisho wa safari ya Simba Sports Club kwenye michuano ya kimashindano. Na safari hii ndio safari ambayo tumeitumia vema Terminal 3 yetu. Terminal 3 safari hii tumeanza nayo mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu. Mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri sana kwa upande wetu Simba Sports Club. Kila kitu kimekwenda vizuri, tumepata mafanikio makubwa ndani ya timu yetu, na hii leo tunasafiri kwenda Morocco kwenda kuweka heshima na historia mpya ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Mzuka ni mwingi sana na mzuka ni mkubwa sana, na shauku ni ya kiwango cha hali ya juu mno kuhakikisha kwamba tunakwenda kuandikisha historia mpya ndani ya klabu yetu. Tumeshasema, tunasema na tutaendelea kusema ya kwamba hii ni finali ya pili ya Simba Sports kwenye michuano ya CAF. Sasa hatutaki tena kucheza tu finali ya pili. Tunachokihitaji ni kuchukua ubingwa wa michuano ya CAF. Tunasafiri hii leo, tunakwenda Morocco. Hatuendi kucheza finali, tunakwenda kupigania ubingwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa ubingwa wana Simba msimu huu. Matumaini yakoje kwa wenyewe kama viongozi na neno mnaanza safari kuelekea finali hii ya kwanza? Matumaini ni makubwa sana, lakini lazima kuna ukweli mmoja tuzungumze hapa. Mpinzani tunayekwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Ni mpinzani ambaye kwanza tu ukimtazama kwa haraka ana finali 4 za michuano ya CAF. Ana ubingwa mara 2 wa michuano ya CAF. Ana Super Cup 1 na ndio bingwa wa sasa wa ligi kuu ya Morocco. Sio mpinzani mwepesi na sio mpinzani hata kidogo. Amechukua ubingwa mbele ya Wydad Casablanca, amechukua ubingwa mbele ya Raja Casablanca. Huyu ni mpinzani wa kiwango cha kutisha mno. Huyo ndio mpinzani ambaye anakwenda kukutana na kucheza na Simba Sports Club. Damu itamwagika katika manispaa ya Berkane. Ni mpinzani mgumu ambaye anatupa sisi nguvu ya kujipanga sawa sawa, lakini pamoja na ugumu aliokuwa nao, hatuwezi kwenda Morocco tukiwa tumepoteza matumaini. Hatuwezi kuingia kwenye finali hii tukiwa kichwa chini eti kwa sababu tu ni mpinzani mgumu. Tunakwenda Morocco kwenda kupambana naye, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao msimu huu Simba Sports Club, Simba anakwenda kuchukua taji la Afrika. Umeona namna ambavyo mnapigwa vijembe kwanza mtandao? Sijaona. Hujafuatilia karibuni? Sijafuatilia. I'm very busy na finali. Very busy na finali. Vijembe vinatokana na historia ya Berkane kuwa nzuri kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Na sisi tunakubaliana na historia ya Berkane na tunaitambua na tunaiheshimu historia ya Berkane, na hiyo haitutii sisi mashaka hata kidogo. Na sisi tunafurahi kama wapinzani wetu wanatambua ubora wa Berkane, ili tutakapo mnyonyoa Berkane wajue kabisa ya kwamba Simba amefanya kazi ya kiume kumfunga Berkane. Na tunawaacha hapa Tanzania muendelee kuwauliza, jamani, Berkane ni timu ngumu ama ni timu nyepesi, ili tunapochukua ubingwa wa Afrika dunia ijue tumechukua ubingwa kwa mpinzani wa aina gani, mgumu au mwepesi. Maono yako yametimia sasa. Airport ya Terminal 3, timu pekee ya mpira wa miguu itakayokuwa inasafiri msimu huu mpaka kutamatika ni nyie. Niliwaambia vijana, shughuli yenu itaishia hapa kwenye makundi. Hamtakanyaga tena Terminal 3. Hamtakanyaga tena Terminal 3. Safari zenu zitakuwa ni Terminal 2, ile kule ya kwenda Mpanda, ya kwenda Sumbawanga, kwenda Mwanza na mikoa mingine ya jirani. Lakini Terminal 3 ni kwa ajili ya Simba Sports Club. Hawakuamini macho yao, lakini sasa wamesadiki nilichowaambia.
ya kwamba Terminal 3 it's for Simba Sports Club. Umekuwa mtabiri. Mimi naona mbali. Mimi naona mbali Diego, naona mbali. Elimu yako kubwa. Elimu yangu kubwa na nina elimu ya unajimu. Wewe umeshaliona paka kombe kwenye elimu yako? Nimeliona kombe la Afrika. Nimeliona Msimbazi, nimeliona. Kwa tarehe 17 mnamna ngapi? Unajimu unasemaje tarehe 17? Unajimu ni tofauti na kubeti. Unajimu unacheka. Umeweka ngao hapo semaje? Kwanza lazima tutambue ni mechi ngumu. Na hatutegemei kupata matokeo makubwa sana Morocco, Berkane. Tunategemea kupata matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi yetu ya marudiano. Mechi yetu ya marudiano tarehe 27 ndiyo kufa au kupona tarehe 25. Kwa mechi hii ya tarehe 17 pale Morocco ni mechi ya kwenda kuweka mipango sawa sawa. Alafu mechi ya marudiano tarehe 25 ndiyo mechi ya kifo na uhai. Either wao ama sisi tarehe 25. Semaji, unafikiri kuna namna mechi hii pia itategemea zaidi pia ubora wa kocha Fadlu, kizingatia kwamba silaha yetu namba 1 ni Mwalimu Fadlu. Mwalimu Fadlu, hii ndio mechi ambayo anatakiwa kuonesha class yake. Hii ndio mechi ambayo anatakiwa kuiambia dunia yeye ni mwalimu wa aina gani. Hii ndio mechi ambayo anatakiwa akatengeneze mpango wa Berkane kutomfunga Simba goli hata moja katika uwanja wake wa nyumbani. Hii ndio ile mechi. Kwa hiyo silaha yetu namba 1 ni Mwalimu Fadlu, namna gani ataitengeneza Simba imara, Simba ngumu, Simba isiyopitika ili tumalize mchezo tukio. Wale Berkane wanatisha baba, hasa eneo la mbele kule. Wakianza kukushambulia wale kama wanakudai. Kwa hiyo lazima Mwalimu Fadlu akatengeneze ukuta wa ngome kongwe ambao utawashinda Berkane kuvuka na hatimaye tumalize mechi hii tukiwa na matokeo mazuri. Na matokeo mazuri ni yepi kwa Simba katika mechi hii? Ni bila. Hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa 1-0, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa 2-0, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Ikipita hapo, hayo ni matokeo mabaya. Lakini haya matatu yakitokea ni matokeo mazuri kwetu, na Benjamin Mkapa tunakwenda kuchukua kombe letu. Bwana Mpanzu yuko fiti? Mpanzu yuko fiti. Swali lako hujalimalizia. Of course kwenye ligi tumeona wana Simba wanasema ni kama ameshindikana kukabika. Watu wanatarejea hilo sio swali lake. Watu wanatarajia finali sasa. Hilo sio swali la Mpanzu. Uliza swali unaotaka kuuliza kuhusu Mpanzu. Yupo hujamuona? Bado ataendelea kuwepo. Nenda straight. Usinichanganye bana. Mimi najua unataka kuuliza nini. Kimsingi tumeona na tumesikia propaganda za watu wakisema ya kwamba Mpanzu yuko Simba kwa mkataba, kwa mkopo wa miezi 6. Mbona kicheko semaji? Simba Sports Club tumeshapita level za kuchukua mkopo, za kuchukua mchezaji kwa mkopo wa miezi 6. Sisi tumeshapita huko. Tunafahamu baada ya Mpanzu kuonesha kiwango bora sana, kimewapelekea vijana wa hapa nyumbani kutamani huduma ya Elie Mpanzu. Na baada hapo wakaanza kwenda Kongo kuulizia, bana huyu Mpanzu mpango wake ukuje. Sisi tunafahamu na tunajua namna gani wamekwenda Kongo kuulizia upatikanaji wa Elie Mpanzu. Sasa sisi tuwaambie kitu kimoja, waepuke matapeli, wataibiwa. Mpanzu yuko Simba kwa muda wa miaka 2, kwa mkataba wa miaka 2. Na mind you, mkataba ambao walisaini Mpanzu ni misimu 2 mtawalia. Na msimu huu wa kwanza ametumikia nusu msimu
Kumbuka raundi ya kwanza Mpanzu hakufanyaje? Hakucheza. Maana yake tunapozungumza nawe hivi sasa, Mpanzu ndo kwanza ametumikia miezi 4 ya mkataba wake, bado takriban mkataba wa mwaka mmoja na miezi mingi kweli kweli. Sasa basi tuwaambie, kama wanamtaka Mpanzu, kama wana shida na shauku ya Mpanzu, Mpanzu amewavutia kiwango chake, formula yetu ni ile ile. Mpanzu ana miaka 22, watalazimika kumsubiri Mpanzu kwa miaka 13 mpaka atakapofikisha miaka 35. Ni vile vile ambavyo walimvumilia Jonas Gerard Mkude alivyotimiza miaka mingi ndani ya Simba. Baada ya miaka 15 ndio akaenda akajiunga kwenye klabu yao. Vile vile walivyomsubiri Clatous Mwamba Chota Chama, baada ya Simba kumalizana naye, wao ndio wakamchukua. Ndio hivyo hivyo wanapaswa kumsubiri na Eli Mpanzu. Kwa hiyo waache kujitekenya hivi sasa ya kwamba Mpanzu ana miaka miezi 6 mkataba. Mpanzu ndio kwanza yuko Simba. Kama ni kuuza, sisi Simba ndio tutakaye muuza Mpanzu, kwa sababu tuna haki nao zote. Kama ni kumwachia, sisi ndio tutakayemwachia Mpanzu kwa sababu tuna haki naye zote. Wao kama wanamtaka Mpanzu, wasihangaike kwenda Kongo. Miliki wa Mpanzu ni sisi, Simba Sports Club. Waje kwetu. Kama wanamtaka Mpanzu, waje kwetu Simba Sports Club. Tutawauzia kama hiyo hela watakuwa nayo. Lakini lakini wavumilie, miaka 13 si mingi sana. Akifikisha miaka 35, 36, Mpanzu ataenda kwenye klabu yao. Sawa, semaji tu nimejibu vizuri hapo Vizuri sana, sahihi sana. Mmeridhika hapo Mmekubali kama Mpanzu ana mkataba wa miaka 2 na Simba? Hatujakubali bana. Hatujaona. Sisi ndio wenye Mpanzu kaka. Wamsikize nani? Wamsikize nani? Unasema kwamba Vita washafanya biashara na nani? Mtu ambaye anamchukua Mpanzu. Na wala Mpanzu sio mchezaji wa AS Vita. Sasa wao waache waende kwa AS Vita. Mama yangu mzazi watatapeliwa. Wao waache waende kwa AS Vita. Watatapeliwa. Huyo mchezaji wala sio wa hiyo timu. Simba tumemnunua wala hatujamnunua huko. Sisi tunajua wenyewe chimbo tulomnunulia Mpanzu, na Mpanzu tuko naye kwa muda wa miaka 2. Kama wanamtaka, wasubiri. Miaka 13 sio mingi sana. Kwa fedha siwezi kutaja kwa sababu hawawezi kuwa nayo hiyo hela. Hata wachangishane, yani ile timu yao wachangishane, kila shabiki wa hiyo timu atoe milioni 1, hawana uwezo wa kumnunua Mpanzu. Na la mwisho tutuambia kwamba aliyekuwa wao atakuwa wetu na wa kwetu atabaki kuwa wetu. Wao yupi ambaye atakuwa wetu? Semaji kodi hiyo bana, hiyo kodi. Anasema Ahmed anasema Faisal Salum washamalizana na Simba Sports. Aliyekuwa wao atakuwa wetu na wetu atabaki kuwa wetu. Simu ujao. Huyo aliyekuwa wao sasa hivi yupo kwao? Ama hayupo kwao? Kaka, mambo magumu haya. Nakwambia. Aliyekuwa wao sasa hivi yuko wapi? Huyo aliyekuwa wao sasa hivi yuko wapi? Kaka, legeza kodi kidogo tu. Umeikaza bado kidogo tu. Hapa namzungumzia Mrisho Khalfan Ngasa. Semaji, naona wazee wapo wakiongozwa na dalali bana. Hii ni kusema ni baya bwela. Na malize hapa muondoke. Tunataka tupitishe mbuzi wetu hapa, twende nao Moroko. Zinapita hapa. Si ndege yetu. Ndege ya bure. Mbuzi anakaa kwenye siti ya Air Tanzania mpaka Moroko. Mbuzi wengi hao. Ndege si Bombardier kubwa lile. Mbuzi wengi, mechi ngumu hii. Huko hatuzuiliwi, huko hakuna shida aina yote. Tunaingia na mbuzi wetu pale Casablanca. Usikano Moroko itakuwa shida. Hakuna shida. Wakituuliza tunaambia hivi ni vitoweo vyetu. Chakula. Kwa nini msinje kabisa? Tunataka nyama fresh. Mechi ngumu kaka hii. Tunaogopa fitna. Mechi ngumu hii. Asanteni bana.